Ziara ya kikazi ya Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega jijini Mwanza yupo hapa ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ya Waziri Mkuu wa Tanzania kutembelea miradi kadhaa kujiridhisha na maendeleo yake. Hapa ni eneo la mradi wa ujenzi wa daraja la Mkuyuni ambapo sasa umefikia 75%, ingawa ni mradi unaotajwa kuchelewa kukamilika kwa 14%. Suala la vumbi katika barabara ya muda ambalo limelalamikiwa na wananchi nalo limetolewa maelekezo. Waziri Ulega pia amekagua maendeleo ya mradi wa ujenzi wa daraja la Mabatini ambapo upo mbioni kukamilika ukiwa umefikia 93%, sawa na kusalia kwa ujenzi wa njia ya watembea kwa miguu pamoja na kingo za barabara. Hii ni News Update. Kwa muktadha wa jambo lililoleta leo, nimetumwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja hapa kwa sababu ya ucheleweshaji wa kazi na kwa sababu nimesikia kidogo maneno kutoka kwa Mheshimiwa Diwani mazuri sana. Amesema kwa niaba ya wananchi wa hapa. Lakini Mheshimiwa Diwani, nimeyapenda maneno yako na umeyasema vizuri. Umesema jambo la vumbi kwamba hapa na mavumbi mengi upande huu na hata upande ule wa diversion ambako tumetengeneza barabara mbadala ili watu wapite. Umeeleza juu ya kufa kwa biashara katika maeneo haya. Mimi mwenyeji pia napita sana barabara hii. Unajua leo wakati nakuja, sasa nimepitishwa sana huko. Wakati nakuja nilipofika pale nimeshtuka kidogo. Na kilichonishtua ni eneo hili. Kwa sababu hili eneo kabla ya ujenzi ni eneo liko busy sana. Sana. Sasa nikashangaa nimeshtuka ile benki bado ipo, imekufa. Wananiambia benki ipo. Lakini nikajua kwamba hapa pamesinzia kwa sababu ya hiki kinachoendelea. Mheshimiwa Waziri, karibu kwenye mradi wetu wa ujenzi wa daraja la Mkuyuni. Karibu kwenye mradi wetu wa daraja la Mkuyuni. Kwanza, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri na Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Wizara ya Ujenzi chini yako Mheshimiwa Waziri kupitia TANROADS kwa kutuamini sisi wakandarasi wazawa. Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mradi wetu uko 75% ukilinganisha na muda wa utekelezaji ambao uko 89%. Hii ni sawa na kuwa nyuma kwa 14% tu. Mheshimiwa Waziri, tumekuwa nyuma ya muda kutokana na changamoto zifuatazo: ucheleweshaji wa kuondolewa kwa miundombinu ya maji, umeme pamoja na mawasiliano. Aidha, nipende kushukuru MWAUWASA, TANESCO na TTCL pamoja na mamlaka zingine za mawasiliano kwa kushirikiana kuondoa miundombinu hiyo kwa sababu haikuwa kazi rahisi wala nyepesi. Cha pili, udhaifu wa tabaka la chini la msingi wa daraja uliopelekea kuongezeka kwa kina cha daraja na kupelekea kubadilika kwa mchoro. Mheshimiwa Waziri, pamoja na changamoto hizi, mpaka sasa tuko kwenye hatua ya mwisho wa kuanza uwekaji wa tabaka la lami kwenye barabara pamoja na uwekaji wa nguzo mlalo kwa maana ya beams. Kwenye daraja tunatarajia ifikapo Januari katikati daraja letu litakuwa limekamilika kabisa na watu kuanza kupita juu ya daraja tarehe 15 Januari, Mheshimiwa Waziri, ambayo ni siku 12 mpaka 13 kabla ya muda wetu kuisha kwa mradi. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Waziri. Asante. Hilo swala la kwanza. Swala la pili. La kwanza nataka niwahakikishie tarehe 15 Januari nitakuwa hapa. Kwa hivyo bwana mkandarasi, usiku na mchana, na hatutakuongeza hata sekunde. Hatutaongeza sio dakika, hata sekunde siku ya tarehe 15 kwa sababu umeitamka wewe mwenyewe. Si ndivyo hivyo jamani? Tarehe 15 bwana meneja, mimi nakuja hapa. Nataka nihakikishe kwamba mnanikabidhi na tutafanya sherehe hapa. Si ndivyo hivyo jamani? Haya, hilo la kwanza. La pili,
vumbi kali sana linalosababishwa na shughuli za ujenzi, na upande wa kule ni diversion. Bwana Meneja, asubuhi maji ya mwagwe, mchana maji ya mwagwe, jioni maji ya mwagwe, kama panado siku mara 3. Upo mzee? Upo bwana mkandarasi? Ndio mheshimiwa. Nataka niseme maeneo yote haya yamwagwe maji wakati wote, na vumbi lisionekane.